Yes, inakuwaje mzee Mide? Kama kawa kwa vizuri. Safi kabisa, salama. Mungu ni wetu sote. Sawa, Taifa Stars tumepata suruhu ya moja kwa moja, lakini tunaona kama bado kuna nuru ya tabasamu kwenye wachezaji pale. Watu wanashindwa kuelewa. Na sisi tunashika nafasi ya 3 katika kundi C. Nini ambacho pale walichokuwa kidogo yani kinafanya watabasamu? Ni hatua gani inayofuata? Kwanza ni mpongeze kocha Gamondi kwa plani yake ambayo amekuja nayo. Unajua Gamondi tangu mchezo wa kwanza dhidi ya Nigeria, kuna watu ambao walikuwa mindset zao zinajua kwamba Stars ambayo ilikuwa inacheza chini ya Morocco, Stars ambayo ilikuwa inacheza chini ya makocha ambao wamepita, walikuwa wanaamini kwamba ni Stars ile. Lakini Gamondi amekabidhiwa timu, amekuja na plani nyingine mpya. Mind me, nakwambia. Yaani Gamondi tangu yupo Young Africans ni mtu wa mbinu. Kama ufiti kwenye mbinu zake, uchezi ng'oo kwenye ile timu yake. Na ndio maana amekuja nacho. Umeniuliza swali kuhusiana na wachezaji kufurahia. Sare ya moja kwa moja, by the way wameshika nafasi ya 3 wakiwa ni timu ambazo zinashika nafasi ya 3 katika makundi mengine. Pia ziko timu nyingine ambazo zinashika nafasi ya 3 zitakutana, zitacheza katika mchezo wa playoff. Hapo zitapatikana timu nyingine 2 ambazo zitaungana, timu zingine ambazo zimeongoza nafasi ya kwanza na nafasi ya pili ambazo zitaenda katika hatua 16 bora. Tunaelewa Nigeria amekwenda moja kwa moja na Tunisia katika kundi letu sisi, lakini sisi nafasi ya 3 na nafasi ya best loser. Kuna Angola, kuna Benin, kuna Zimbabwe. Na sisi ni kundi moja na timu hizi 4 zitapatikana. Timu hizi 2 hizi zijoin ipatikane 16 bora. Huo ndio mlolongo ulivyo, na ndio maana kuna wakati uko nasema kwa nini Gamondi ajilipui? Alikuwa anaangalia namna gani ya kuweza kumaliza mchezo angalau apate alama moja. Kwa sababu hawa majamaa unaweza kaona kama vile ni wajinga, ila wana quality kubwa sana. Wachezaji wanacheza Ulaya. Kuna mtu anacheza Burnley ya EPL. Kuna mtu anacheza ligi ya Ujerumani. Watu wana quality kubwa sana. Mimi nikwambie niwapongeze Stars chini ya Gamondi. Stars kwenye michuano hii imefunga mabao kila mechi. Sio, unaelewa Stars inacheza ina flow, alafu uwezi leo, mfano kama leo kuna mabadiliko makubwa ambayo amekuja nao Gamondi. Ameanza na Hussein Masalanga. Kuna mtu ambaye alikuwa anaanza kwenye akili yake Masalanga anacheza mchezo huu dhidi ya Tunisia, mchezo ambao ni mgumu. Niulize kwa nini ameanza naye? Kwa nini ameanza naye? Masalanga ana hate. Sio, unaelewa? Ni mzuri kwenye kupanchi, lakini pia ni mzuri kwenye mikwaju ya penalty. Na ndio maana ameanza naye kwenye mchezo wa leo. Haikuwa tu bahati nzuri ile penalty kufungwa, lakini ni mzuri kwenye kusave, ni mzuri kwenye 1v1, ni mzuri kwenye kupunch na mingumi kwenda mpira mbali. Kuna mipira kama 3 hivi alipunch kaenda mbali. Kwa hiyo mchezo ulikuwa ni mzuri mno. Kuna nyakati Tunisia walikuwa hawaamini kile ambacho wanakiona. Yaani ukasema mbona kama pilau limetupalia? Na mimi nikwambia tu kweli, kama Stars angeweza kupata bao, wasingetoboa leo. Inaweza kuwa ni mechi ambayo Stars amecheza vizuri zaidi kuliko mechi zilizopita za AFCON. Of course 2019 AFCON yetu ya kwanza baada ya miaka 70 tulimaliza nafasi ya 4, hatuna alama hata moja. 2023 sawa, tukamaliza tukiwa vibonde wa kundi wa mwisho, tuna alama 2. Sawa, 2025 tumemaliza nafasi ya 3, best loser, tunaondoka. Wanataka nini? Gamondi wamlipe hela zake, yani Gamondi wampe stake yake, wamwajiri enjoy. Na Gamondi ameondoka pale na chuma chake ambacho ametoka nacho Singida, ambacho ametoka nacho Yanga, ambaye alitoka nayo Warabuni, anaitwa Master Musa Ndau. Mzee fulani hivi mweusi, watu wa Simba wanamjua vizuri, anaitwa Musa Ndau. Yule Musa Ndau ndio ambao unaiona timu yote ya Gamondi ikiwa ina enjoy. Musa Ndau ndo mchawi wake. Gamondi ukimtaka Gamondi nakwambia nakuja na kijana wangu. Utake asiji. Sio kuna kocha wangu msaidizi yupo amekaa kwenye timu miaka mingi, asema no, nakuja na mwanangu Musa Ndau. Tunafanya kazi watu hawa wawili tu. Popote Gamondi yupo, Musa Ndau yupo. Popote Musa Ndau yupo, Gamondi yupo. Gamondi amepata dili la timu ya taifa. Kocha msaidizi ni Ahmed Abdalla. Kocha wa timu ya JKT. Gamondi akasema nakuja na kijana wangu Musa Ndau. Kaondoka naye angalia timu inavyo flow. Simon Msuva mtu mzima lakini kama mtoto. Si unaelewa? Leo Tarin Alalaki hajaanza kwenye mchezo, ameingia dakika 90 kasoro dakika 5 tu. Watu walitegemea kuona kwenye mchezo ambao umepita Nigeria dhidi ya Uganda amecheza vizuri sana. Lakini amekuja na approach nyingine tofauti. Si unaelewa? Mwalimu amemuingiza leo kwenye game ya leo. Mechi 2 hajacheza. Kwa hiyo Gamondi anaamini kwenye mbinu zake na anaangalia na aina gani ya mpinzani ambaye anakutana naye. Amekutana na aina mpinzani ambaye ni mgumu, ana akili, anaanzisha mashambulizi kuanzia chini, build up yake ni kuanzia chini, pasi fupi fupi, ashambuli kwa kasi. Alafu ni mzuri kwenye set pieces. Tumefungwa sisi hapo penalty set piece. Ibrahim Baka amekwenda kumzonga mshambuliaji wa Tunisia, set pieces zilikuwa free kick. Tunaelewa? Kwa hiyo hawa watu walikuwa wanajua na kwenda kucheza na watu wa namna gani, wenye quality,
wanatumia mipira ya juu, na ndio maana akaanza na mabeki wake kama kawaida Mwamnyeto pamoja na Baka kwa kuwin mipira ya juu, kwa sababu wana vimo virefu, wanaweza kuwasaidia golini. Kwa Masalanga naye pia ni mzuri kwenye kupunch mpira kwenda mbali. Mimi nikwambia hii timu ya Gamondi, na ninakwambia kuna wachambuzi wengi walijimaliza sana asubuhi, walijimaliza mno. Wengine wamezungumza mpaka mishipa inawatoka. Stars inakufa goli nyingi, yani Stars inafungwa azifu, kama wamuamini Gamondi na mifumo yake ambayo uko nayo na timu ambayo uko nayo, yani azifu, yani kama vile Stars ni kitu fulani kidogo, yani kama takataka fulani. Leo Gamondi ameonyesha heshima. Faisal mchezo wa kwanza mchezo huu amecheza vizuri sana, amefunga, ana enjoy. Alphonse Mabula kwenye zone namba 6 anasaidizana na Novatus Dismas, welling good. Wanataka nini? Sawa, nataka tuzungumzie pia mzee wa mida issue ya namba 9 wetu. Tulianza na Samata, wakaja Kelvin John, lakini sasa hivi naona mwalimu naye pia anapewa nafasi, anacheza. Mpaka sasa hivi kwa chaguzi ambazo mwalimu amekuwa akizifanya Miguel Gamondi, unaona kwamba kuna nafasi yoyote labda akajisimika mwalimu kulingana na kile ambacho kinaendelea, kwa sababu tunaona kidogo energy inakuwa kubwa sana akiwepo kule mbele. Vipi na Kevin John pia, unawazungumzaje namba 9 zetu? Nani ambaye anastahili kupewa nafasi? Sasa hapo inakuja planning ya mechi, tunakutana na nani kwenye mchezo husika na kila mtu ana faida yake. Acha nielezee moja. Ukianza na mwalimu, atakupa faida ya kuzunguka. Mwalimu ni aina ya mshambuliaji ambaye atulii juu, ana rotate, anashuka paka chini. Sio, unaelewa? Hiyo ndio faida yake ambayo utakuwa nayo. Kama timu ambayo unacheza nayo ni wagumu pale juu, wana mabeki ambao wanakaba sana kwa mtu na mtu, utaanza na mwalimu kwa ajili ya kuwasumbua, kwa sababu atulii sehemu moja. Anavozunguka vile anaacha spaces ambayo watu wengine wananufaika kutokana na yeye kuanza. Lakini ukikutana na timu ambayo wao mabeki zake sio wa kukungangania, wanakaba kwenye zoni yao, wanasogea pia, wanaanzisha mashambulizi, mtumie Kelvin John. Ni mshambuliaji ambaye anapiga mbali by the way, lakini pia ni mtu ambaye ana nguvu, anakimbia kwenda mbele, anakaa pale juu. Zoni yake ile namba 9 ni yeye. Hiyo ndio faida yake. Kwa jinsi ambavyo umeniambia, mimi nadhani kwamba Gamondi ataangalia ni aina gani ya mpinzani ambaye anakwenda kukutana naye. Tupe utabiri wako sasa. Tayari tuna mechi moja ya kucheza ili kwenda kwenye 16 moja kwa moja. Nani ambaye unaona anaweza prefer kucheza? Nimeangalia Zimbabwe, ndugu yangu, akina Dube ni hatari, wana moto, au Benin hatuwawezi, Angola ndo balaa. Tuombe Mungu, tukudra za Mungu, game moja. Game inayofuata sasa hivi ni ya kuomba Mungu. Tuombe Mungu kwa sababu au Angola ni hatari, Benin ni mwangalia ni hatari, au Zimbabwe ni noma. Kuliko Tunisia ambao tumecheza nao. Angalia makundi ambayo wamekutana nao. Kuliko Tunisia ambao tumecheza nao. Huyo Zambia, huyo Zimbabwe ametoboa kwenye kundi, yuko Egypt. Anaanza kufunga goli Prince Dube. Mpira unamalizika 2-1. Waarabu hawaamini. Wakina Salah tunakutana nao hatari. Lakini mimi nakwambia katika hao wote ni bora tukutane na Zimbabwe, tunamfunga. Tutajipapatua, yani kwa sababu ni wenzetu, kanda wetu sio mbali. Lakini Angola wanachezaji ambao wana quality, wana soka fulani la Kireno. Sijui unaelewa? Benin ndio balaa. Miaka yote wanatusumbua miaka yote. Bora tukutane, yani Mungu akitusaidia sisi wa Tanzania tupangwe na Zimbabwe. Tunanyosha asubuhi. Dube mwanetu tunamjua, kina Baka kila siku akula naye kahawa Vikitown pale. Kina Mwamnyeto hata tusumbua kitu gani? Lakini nao sio mpeche Morgan Kalista. Lakini pia licha, nataka nimalize kikosi kizima. Kuna pia Shomari Kapombe ambaye naona game time yake imekuwa sio nzuri na kwenye kikosi cha Miguel Gamondi. Hiyo nayo unaizungumziaje? Mnoga anatosha kwa jinsi mwalimu anavyomtumia, ama tunaweza tukaona option nyingine hata nje ya Shomari Kapombe? Kazi na umri. Yaani kazi na umri, kuna wakati usilazimishe maji akapanda mlima, ila lazimisha maji yashuke kwenye mlima kutoka juu kuja chini, sio kutoka chini kwenda juu. Kwa nini nasema hivyo? Kuna faida ya kwanza na Mnoga kwa sababu ana nguvu, ana height, alafu bado ni kijana, umri wake unamruhusu, ana overlap, anakwenda na rudi. Lakini mtizame Shomari Kapombe, the way utamtumia endapo timu yako ikiwa ina advantage ya kushambulia tu only, kwa sababu sio mzuri sana kwa hivi sasa kwa overlap, na maanisha kupanda na kushuka. Na kusoko kupanda na kushuka tu hivi kama vile unakunywa juice freebot, hapana. Una overlap, timu unahakikisha inashambulia, ikishavuka mstari wa kati, wewe ambaye unakuwa beki, unabadilika unakuwa winga, alafu ukishakuja ku overlap tena huko chini unabidi tena udrop kuja kuchukua mipira mkiwa mnashambulia kwenye mstari wenu wa katikati. Hicho kitu sasa hivi Shomari Kapombe hawezi kukupa kwa asilimia zaidi ya 100. Anaweza kukusaidia Kapombe labda kuanzia dakika 80 au 70, au akianza asimalize game, apumzike kutokana na umri wake pia.
Yes, kwa Afrika Mashariki sasa hivi tunaona sisi ndio kidogo tunaenda kupiga hatua sasa kwenye michuano. Tunaweza tukasema sisi ni mbabe mpya ambaye ndo kama tumezaliwa hivi, kwa sababu tunaona Uganda wameshindwa kufua dafu kabisa kwenye kundi. Unajua pamoja na yote haya, umeona hii timu ambayo sasa ipo ambayo imeitwa, si ndio? Wakipewa makocha wale wapanga koni hawawezi kupata alama hata moja. Mimi binafsi kama Mzwamida, makocha wapanga koni unatuchanganya. Ni makocha aina gani hao wapanga koni? Maana yake Morgan ni makocha wapanga koni ndio wale. Stars inacheza kila siku, kikosi ndio hicho. Golini utamkuta Yakubu, hapo katikati utamkuta Baka, utamkuta Dickson Job, utamkuta Zimbo, utamkuta Shomari Kapombe, hapa juu Yusuf Kagoma na nani, kuinga kushoto Kibudeni, sisi nani. Ndio wale kila siku. Makocha hao tunawaita makocha wapanga koni kwa sababu hawana mbinu za kimifumo. Aina gani ya mpinzani ambao unakutana nao kwenye timu yako na akina nani? Hawana planning, hawajui. Level yao ni ndogo, lakini Master Gamondi hatari. Level yake ni kubwa, mind yake ni noma. Ana mbinu, anaangalia namna gani ya kumtumia mchezaji kwenye mechi yake husika. Bwana, kuna mtu anajua Mwamnyeto atacheza. Na ndio maana alivyotoa kikosi ni Tieni Mwamnyeto, Nondo Bakari, aje azime hapa. Amecheza kwenye AFCON hii, Balaa tumeliona. Mipira yake ya juu yote yake. Tunaelewa? Sijui umeona Balaa. Wale wachezaji ambao wana kwenye timu zao huko wanacheza vizuri, kwenye timu ya taifa hawajaonekana, hawajafiti kwenye mifumo ya Gamondi. Kwa hiyo hawa Waganda hawa hivi sasa kwanza hawatuwezi, by the way. Hata ligi yao ukiangalia iko chini. Sisi ligi yetu iko juu, iko bora, tuna wachezaji ambao wana quality. Kwa hiyo mimi niseme kama Gamondi amekuja kuonyesha mabadiliko. Ila sasa wasimbuguzi. Nakupa utondoti mmoja, sawa? Ile game ya Taifa Stars na Nigeria walimfuata bwana Gamondi, muingize Kibu Denis na Selemani Mwalimu. Mechi na Uganda kumradhi. Akasema bwana Gamondi muingize Kibu Denis na Selemani Mwalimu. Alichowajibu akasemaje? Unajua alisemaje Gamondi? Kawajibu kasemaje? Hata wakiingia hawezi kubadilisha kitu chochote kwenye mbinu zangu. Na leo kwenye press Gamondi amezungumza, amesema kwamba anajua Watanzania wengi wana matumaini makubwa na anajua kinachoendelea. Kuna watu wanaungana kwa ajili ya kumdidimiza Gamondi ayachie timu ya taifa, lakini kasemaje? Dakika 90 zitaongea. Umeona kilichotokea? Hujaona? Wapo watu wanaoamini kwamba kuna baadhi ya watu wanatumia mawakala na watu wanaohusika na mambo ya scouting ya wachezaji wanatumia daraja la timu ya taifa kuuza wachezaji wao nje. Hii pia imekaaje? Hem, tupe za ndani kwanza. Unaizungumziaje hii pia na hii imekaaje? Na ukweli wote inaozungumziwa hivyo? Hata kiwango sikinaonekana ukiwa unacheza. Hii michuano si AFCON inaonekana dunia nzima. Na ndio maana kuna watu wanangangania wachezaji wao wacheze japokuwa kiwango chao labda hawakifiti kwa Mwalimu. Sasa mimi nakwambia ila hata ningetaka nitamtaja jina. Mimi nakwambia kuna wachambuzi leo kutwa nzima kwenye vipindi vyao vya michezo ni wanaongea tu Tantalila wachezaji wao wachezi, akina Molisa Abrahamu, sijui akina Kibu Denis, wanapigania wachezaji wao ili wapate ugali. Nimewaambia timu ya Gamondi kama mchezaji wako mpeche aachezi ngo. Zamani tulivyokuwa watoto tunasema Pierre, sijui Pierre, hawachezi Pierre. Yaani kama timu yako una mchezaji wako wewe ni wakala. Umetegemea national team ya Stars acheze ili wamuone wachezaji aende huko upige dili. Achezi Pierre timu ya Gamondi. Viwango vyao ni vidogo. Morgan Kalista. Huwezi kucheza timu yenye mifumo kama hii. Sawa, mimi utaniambia sawa. Novatus anazima vile. Alphonse Mabula anazima vile. Utamuingiza Yusuf Kagoma? Mvunja kuni. Asa pale unaona utakuvunja kuni pale. Yaani ile mechi na Tunisia utampalamia nani pale? Timu ina flow, inapiga mipasi tu pap inasogea. Huyo Kibu Denis ataingia atacheza namba 8. Sema wewe mtangazaji. Mimi sijui, wewe ndio tujibu. Atacheza namba 8 pale. Tali alalake yuko benchi kwenye hii mechi amekalia mbao ndefu. Utamwingiza Kibu Denis mvunja kuni? Akakimbia unamkimbilia nani? Yaani unakimbia unamkimbilia nani? Sielewa. Popa na Hodha Mbwana Samata mechi iliyoisha amekalia mbao ndefu. Mechi ikatoka. Paka amezungumza kwamba tayari yeye hana tena nguvu za kuendelea kucheza foni ijayo. Ameabwaga manyanga. Kaona kachungulia kaona hizi dharau. Vijana wanamkuja lesi. Bwana Mzwamida, mimi nashukuru sana bwana. Nadhani tutakutana tena tuongea mengi sana kuhusiana na AFCON. Bwana sawa, lakini cha kuwakumbusha tu watu na hao wachambuzi ni wachezaji wao. Kama mchezaji wako hana kiwango cha kucheza timu ya Gamondi, achezi Pierre. Achezi. Sawa, shukrani sana. Hakuna noma.